Niliomba tenda ya soko hilo lilivyotangazwa kwa wapangaji, nikafuata taratibu zote, nikashinda kwa njia ya tausi. Nilivyoshinda, halmashauri ilinipa barua ya kukubaliwa kuwa mpangaji. Nilivyokubaliwa, wakanipa bili ya kulipa, nikalipa miezi 4 milioni 12. Nikawapelekea slipu. Wakaniruhusu wakanipa funguo kwa ajili ya kuanza zoezi la biashara. Nimefika eneo husika, wakanikabidhi kwa kusainisha kwamba sasa unaruhusiwa kuendelea na shughuli zako za kibiashara. Nikawa nimeenda benki, nimekopa hela, nikawa nina rasilimali zangu nikauza ili kukamilisha ujenzi ule ulikuwa mkubwa. Nikapata jumla milioni 127 kwa ajili ya uwekezaji. Walinipa ushirikiano kwa maana uongozi wa soko nao wakilisha mkurugenzi wa jiji la Mwanza, meneja na afisa mapato walioko pale. Nikajenga kacha kubwa ya gharama. Watu wa halmashauri kwa utaratibu kwamba uruhusiwi kutoa fundi nje. Kaniwekea wiring yote, kaunta zote mbili, nikaanza biashara. Na kabla ya biashara hiyo nilienda wakanipa leseni ya kufanya biashara husika niliyokuwa nahitaji kwa maana ya kuuza chakula, walinipa leseni yao. Wakanipa leseni ya kuuza pombe wao, nikalipa TRA mapato, kanipa eneo choo kama choo, mlinipa utaratibu 200,000 kulipia nje ya milioni 3 ya kodi kwa mwezi. Milioni 200,000 ni kwa ajili ya wateja, nililipa pembeni tofauti na milioni 3 na ulipa kila mwezi. Nilivyoendelea kulalamika kwa nini mnifungie, wakasema mkurugenzi ndo ameelekeza hivyo. Nilijitahidi kumtafuta mkurugenzi, nikafika ofisini kwake, nikamlilia kwamba kwa nini vijana wako wananifungia biashara na kodi ya pale ni kubwa milioni 36 kwa mwaka. Alinijibu kwamba alichosema meneja ndicho hicho akizungumziki, sitaki kusikia pombe sokoni. Lakini niliendelea kumwomba nipe angalau dakika 3 za kujieleza kwa nini nifungiwe mimi tu mmoja. Basi hakuweza kukubali, wakawa na msimamo wao. Nikaenda kufuatilia kuomba msaada kwa mkuu wa wilaya bila mafanikio. Nikaendelea kwenda kwa mkuu wa mkoa. Nilipofika kwa mkuu wa mkoa, kuna tume ilijitambisha kwamba wao ndio wanasikiliza kero zote, wakaratibu malalamiko yangu yote, wakasema wanapeleka kwa mkuu wa mkoa. Mpaka sasa sijapata mafanikio yote. Nikaenda mbali zaidi, nikaenda Dar es Salaam kwa jamati kwa inayohusika na maridhiano taifa, nikalalamika, wakaingilia pote, hapo sikuweza kupata mafanikio. Na ndipo nilipofikia sasa nasumbuliwa na huku benki nimekopa hela za watu binafsi, familia zangu zimekosa maisha. Ndio maana nikaamua kuja kwenye chombo hiki kulalamika, wanisaidia kupasa sauti. Nadhulumiwa, lakini haki yangu ile, nimeweka hela za benki na tuko watu 5, mimi tu ndio nasitishiwa kuuza pombe, lakini watumishi wa halmashauri waliopo wanauza. Alafu mimi kulipa hela kubwa ndio naye dhulumiwa haki kwa tamaa tu ya watumishi ambao sio waadilifu wa kutaka kuninyang'anya eneo. Naomba sauti hii ianzie kwenu waandishi wa habari, ipite kila ngazi kuanzia kata, wilaya, mkoa, taifa, na mama yangu Samia, mama mwenye huruma, aweze kutusaidia. Anisaidie pia na matatizo, naamini yapo mengi na watu wanadhulumiwa haki katika soko la Mwanza. Na impendeze siku moja hata waziri mkuu tumuombee afya njema aweze kufika. Hivyo tunamuombea Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huruma yake aweze kufika jiji la Mwanza, atusaidie kama alivyosaidia upande wa maji. Tulikuwa na shida, leo hii maji kila kona yapo, lakini amenisababishia msongo wa mawazo mpaka hivi ninavyoongea na kuwa na kizunguzungu cha mara kwa mara, kichwa kinauma sana, nimekuwa wa hospitali. Sambamba na hapo, swala la baa katika mazingira haya ni issue nzuri sana, lakini mimi nashindwa kuelewa
mimi kama miongoni mwa, tunaposema serikali, hata mimi pia ni serikali pia. So tunashindwa kuelewa viongozi wetu tuliwapa dhamana kwa ajili ya kusimamia, wanasababisha watu wakose ajira. Maana hapo ni tayari ni njia ya kumsababishia kijana kukosa ajira. Sasa mimi nadhani hilo swala kama ni issue ya kelele au ni nini, wangekaa na kuwapa utaratibu mzuri ili biashara ziweze kuendelea. Wanapofanya hivyo wanasababisha vijana tuendelee kurudi katika mazingira ambayo ni magumu. Kwa sababu watu walikuwa tumeshaajiriwa pale, baadhi wengine wanajua kabisa anapoamka asubuhi naelekea sehemu fulani kufanya kazi. Sasa anapokucha ambapo anakuta ile kazi imeshafungwa, inamsababisha yeye pia vijana kuwa na msongo wa mawazo, lakini pia kufanya vitu ambavyo of course sio vizuri kama vijana. Vijana tuna mwamko mwingi. Wanatuita majenzi kwa sababu tunapambana kwa ajili ya kupata tufanikiwe. Sasa tunapopata ajira na watu wanazima tena, wanasababisha turudi kwenye majenzi. Majenzi ni mtu anaposikia neno jenzi anadhani ni neno gumu. Jenzi ni kijana yote yule ambaye ana umri chini ya miaka 18, huyo ni jenzi. Hata mzee wangu hapo unaweza ukawa na kijana ana umri katikati hapo, ile ni jenzi. Tunaishi na majenzi. Inasema sisi majenzi ni watu ambao tunaangalia mbele kwa wakati, maana sisi wale wengine wazee wetu wanaangalia, sisi tunaangalia mbele kwa muda mchache. Mitandao inasababisha tupate fursa nyingi. Kwa hiyo tunapoangalia vile tunajifunza vitu vingi. Sisi majenzi tunatakiwa tupate vitu vilivyonyooka. Sasa wanapotuzimishia kama hiyo baa, wanasababisha sisi majenzi tuanze kuiona serikali yetu au viongozi wetu wanafanya vitu ambavyo sio vya msingi. Kwa hiyo wanasababisha sisi tukose ajira na tuendelee kubaki katika hali ngumu ya maisha. Issue kubwa inapofanyika kitu ambacho kinaonekana kwamba kinatoa fedha nzuri au kinaleta mchanganyiko wa pesa, kuna watu wanaingilia kati. Sasa viongozi wa serikalini, siwezi kusema kwamba nalijua na nini, lakini hata ile soko kuu hili kuna baadhi ya viongozi waliwahi sana kushika vizimba huko, lakini tunashukuru waziri alisimama kusema hahitaji viongozi wote kushika vizimba. Kwa hiyo issue, ndugu waandishi wa habari, hiyo issue inatokea kwamba sehemu popote pale ambapo panachanganya biashara inaenda, atatokea mtu mwingine, kiongozi yote atatamani pale na atatumia madaraka yake kuzimisha watu wengine wa chini. Kimsingi kama tunavyojua, huyu alikuwa ni mwekezaji, lakini kama kulikuwa na changamoto yote ile, mimi nafikiri kulinda haki za mwekezaji ilikuwa ni vema kukaa meza moja na kutafuta suluhisho. Lakini kama umemfungia na pengine kuna malalamiko yote ya kisheria pengine, lakini kuna haja pia ya uwekezaji wakati tulionao kwenye nchi yetu kuendelea kuheshimiwa na kulindwa. Lakini pengine pia mtu unapokuwa umeanza na jambo, huwa kuna jambo gumu, kuna uzito fulani hata wa kibiashara. Sasa mwekezaji nyingi anapoingia zile gharama za kuboresha maeneo na kufanya biashara zake, ni vema serikali, unajua serikali ina mambo mengi, lakini kupitia uwekezaji huu ambao uliotokea hapo soko kuu, pengine inaweza kumuofisha mtu mwingine kuwekeza. Kwa hiyo kuna taratibu na kuna taratibu za kufanya ambazo haziwezi kuleta madhara yote ile, na kutotengeneza mazingira mipaka hata wafanyabiashara wengine kutowekeza kwenye maeneo kama haya. Kuoza ni issue ya msingi. Kama kitu kimefungwa sambamba na pale na hamna shughuli zinazoendelea, lazima kitu kioze. Hata sisi msokoni, nyanya zikikaa kwa muda mrefu hazichukuliwi, zitaoza. Kwa hiyo issue sio ya kupepesa, vitu vitaoza. Kama kuna vinywaji ambavyo vinaelekea kuexpire vitaexpire. Issue kubwa ni wafanye nini kwa ajili ya ile kitu iendelee. Kufunga na kuzuia issue haileti maana anatoa kodi yule, analipa mapato serikalini, na hakuna sehemu ambayo inalipa zaidi mapato kama sehemu ya vinywaji. Sasa kama akifunga baa, asielewi jiji letu la Mwanza inatamani lifanye nini, inatamani biashara gani. Kwa mimi nadhani kikubwa wakae chini na wawekezaji hao watatue hilo mgogoro ili kazi iweze kuendelea. Hii ni Tanzania Habari.